Hii watu wanakuja handshake ya nyuma hii, mimi sioni kama wanakuja kwa ajili nzuri. Si ndio? Na mimi nashangaa, hao wazee, watu wazee wamekuwa kwa serikali, wamekula pesa, mababa yao wamefanya hiyo kazi yote, wanakuja kupiga kijana mdogo. Kijana mdogo Ruto. Si mnaona vile anafanya? Kijana mdogo tu anajitafutia na anazunguka kwa watu yote kuweka amani. Umeshasikia akipiga president? Mshasikia? Hajapiga president. Na huyo kijana ni vile Biblia inasema, wakati Mungu atasema atakayekubariki hakuna mtu atafanya nini? Atazuia. Deputy President, endelea na kazi yako. Na usidanganywe. Usidanganywe. Watu wanawekelea wewe ati unafanya siasa. Na tunauliza DP wetu, kwani wewe DP? Wewe ndio utakuwa daraja ya kufikisha watu kwa ukubwa. Siku ya Moi mnajua YK, si mnajua? Ilikuwa shida kabisa. Nani aliongoza hiyo? Si ni Ruto? Moi akaendelea kwa kiti ya? Nani aliingiza Raila kwa prime minister? Si ni yeye? Na hiyo kiti ilikuwa ya DP. Raila alikuwa anaenda kwa president. Walikuwa wamesema hiyo kiti ni ya nani? Ni ya DP. Mtoto wetu Huruma, mtoto maskini, wakanyaganya hiyo kiti. Wakanyaganya. Juzi akatandika ngazi, akafukisha rais wetu pandile nyingine. Si ndio? Sasa kwani yeye kazi yake itakuwa tu kuvukisha watu? This time sisi wote tutakuwa daraja mpaka apite yeye mambo ile nyingine. Hii mambo ya kusema punguza mzigo, hiyo mambo ingine ya BBI ya kusema tunataka kuwa na prime minister, yule ati prime minister alafu anakuwa na wale watamsaidia karibu watu 8. Sijui watu 8 ama watu 10. Hiyo ni kupunguza mzigo sasa ama ni kuongeza? Na hiyo ndio kugawa nchi. Lazima tujali maslahi ya mwananchi ya Kenya. Na lazima tuitumie, tuangalie katiba ya sasa, tuitumie kwa umakini ili tufaidike nayo. Hii mambo ingine watu wanazunguka, walikuja Nakuru juzi na sijui vile Mheshimiwa Shosh vile mlipitisha. Huwezi kudanganywa kwamba tutakuwa na watu wawili ambaye anawakilisha Nakuru County. Haiwezekani. Sisi tusimamie hapo. Umewahi kusikia Uhuru akituambia hatafanya kazi na Ruto? Mmesikia akisema? Hajasema. Itakuwaje mtu aseme anakuja kutusaidia kwa chama yetu ama amekuja nyumba yetu, akiingia ndiye anaanza kukuambia bibi yako ni mwizi, hii mtoto anakunywa bangi na ati amekuja kukusaidia? Hiyo ni kusaidia? Hiyo ni kusaidia? Sisi hatukaki ufisadi, lakini pia hatutaki iwe ni jambo ya kupiga mtu. Ukweli upatikane. Hivyo ndivyo tunasema. Usije kumwambia baba yangu ya kwamba bibi yake ni mwizi, watoto ni wakora, wanavuta bangi. Sasa hiyo hakuna kusaidia, umekuja kusaidia, umekuja kuharibu. Kwa hivyo mimi nasema ni bora tufanye kazi ya Mungu. Niliona wengine wanamuuliza kwa nini anatoa hii pesa, anatoa wapi? Na ilhali wengine utakuta yeye ni milionea na hata kikombe ya chai kujinunulia kwa hoteli na ni yake na ni yeye anakunywa bado ni shida. Utakuta wengine hata wana faint na wako na pesa kwa nini? Kwa mfuko. Au si kweli? Kwa hivyo tunamshukuru huyu kiongozi wetu Deputy President kwa kutuonyesha jinsi ya kutoa. Tunarudi tunasema kwamba tuna support serikali yetu ya Jubilee ambayo inaongozwa na president wetu Uhuru Muigai Kenyatta na makamu wake Deputy President, na tunaona kazi nzuri ambayo inazidi kufanywa na serikali ya Jubilee. Hata sisi tuliomba Mungu, tukaomba tupatiwe miaka 10 ya Rais Uhuru Kenyatta. Na hiyo maombi haikusimama hapo. Tukasema tena kwa hiyo maombi rais naibu wake Ruto apewe miaka ngapi? Na majibu ilijibiwa. Ilijibiwa ama haikujibiwa? Kwa hivyo hakuna vile sasa maombi ilisikika iwe ni ya mtu mmoja alafu ikushia hapo. Itawezekana kweli? Si lazima maombi itimike mpaka mwisho.
na tunajua maombi ya Mwenyezi Mungu ilisikika siku ile waliomba hiyo maneno, si namna hiyo? Kwa hivyo tutaweza kufanya hii maneno, kwa sababu sisi tuko nyuma ya hao watu, tutaendelea kuwa support. Na tunashukuru Mungu, hata wale walikuwa na nia ya kutenganisha watu sasa wanasema wamekuja handshake, tufanye kazi pamoja, na hiyo ni sawa, lakini wasitumie handshake kuja kuvuruga ile daraja ya urafiki na mapenzi tulijenga kutoka 2012 2013. Hasa hapa bonde la Ufa tumejaza maji 2013 ikapanda mlima. Tulijaza ama hatukujaza? Ile ilimwagika kidogo 2017 tukapiga pump tena ikapanda mlima, imejaa kwa matanka. 2022 maji tutashindwa tu kufungulia mfereji maji iteremke mpaka bonde la Ufa? Tufungulie tusifungulie? Mutakuwa tayari tufungulie maji ya kura kutoka mlima iteremke ikuja hapa bonde la Ufa? Na ile tulisema 2013 tukasema mkitupea kura na mupea Uhuru Kenyatta 2017 safari ya pili afanye miaka yake 10, sisi tutarudisha mkono tumwagilie zote kwa fujo kwa kijana wenyu William Ruto, na hiyo tutafanya sisi. Amekuwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta, mtu mnyenyekevu, mtu ametuambia ni mtu wa mkono wa Uhuru Kenyatta. Hatujaona another deputy president Kenya hii mwenye ni mnyenyekevu, mwenye ana bidii ya kusaidia kiongozi wake kama William Ruto. Wacha watu wapunguza mzigo, waleta katiba yao tuangalie, si ndio? Wale pia wanataka kuongeza mzigo na wao walete yao. Sasa wananchi tuamue kama tunataka kupunguza mzigo ama tunataka kuongeza vyeo ya watu wachache na tuongezee wananchi mzigo, au sio? Pesa, Rais Uhuru Kenyatta hajakataa na pesa, sababu pesa sio za Uhuru Kenyatta. Pesa ni ushuru ya Mkenya wa kawaida, lakini hiyo ushuru ni lazima tuigawe kwa njia ya haki. Serikali kuu ipate kiwango ambayo itawezesha serikali kuwapea stima, kuwatengenezea barabara na watoto wetu wakae kwa shule. Pia magavana wetu pia ningewaomba wawe ni watu ambao wakukubali ile pesa inapatikana, tugawe venye itawawezesha pia waweze kufanya kazi. Na ile pesa tumewapea bilioni 316 na nusu, ni kiwango zaidi ya 314 billion yenye walipewa mwaka uliopita. Kwa hivyo ningewaomba waache ile tumekubaliana, ile rais amewauliza, wapee serikali nafasi watumie zile fedha wako nazo na watumie kwa njia nzuri. Ni sawa na tunaunga rais mkono mambo ya kupigana na ufisadi, lakini isiwe kazi ya kupigana na ufisadi ni kazi ambayo itaelekezwa kwa watu fulani, na wengine wanapora mashamba ya serikali Nairobi ya Ruaraka, wanauza mashamba, inajulikana nani amelipwa, amelipwa pesa ngapi, amenunua shamba wapi Kiserian, na hiyo hakuna mtu anachunguza. Wanatupeleka story ati sasa wanataka kusema ni NLC. And I want to tell our DPP Haji, nashukuru nilisikia akisema next kwa laini ya kupeleka kotini ni wale ambao waliimba shamba ya Ruaraka. I want to tell you DPP Haji, usituambie wenye utapeleka kotini ni National Lands Commission peke yake, mpaka wale walihusika na mnawajua, sababu EACC ilifanya uchunguzi, file imepelekwa kwa DPP mara 2. Hata hao, ukuwe waziri, ukuwe karani, ukuwe wewe ni nani, kama ulihusika na sakata ya wizi wa shamba la Ruaraka, DPP charge people in court, and that is when we shall know you mean business, when you take those who stole from Ruaraka to court. Na tusemi mtu yeyote asishikwe. Anybody akipatikana na wizi ya pesa ya serikali ashikwe.
lakini isiwe unawalenga watu jamii fulani, ama unawalenga watu ambao wako kwa mlengo fulani wa kisiasa, ukituambia ni ufisadi unapigana nayo. If we are fighting corruption, let us fight it impartially, objectively, and take people to court and charge them in courts of law.